Hii ni Mtoro TV. ثم صلوات ربنا على السلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد زوجته وطريقة القدرية ومفهوم التأمين viongozi wote ambao wamehudhuria katika hadhara hii, hadhara ambayo kwa mtazamo wa kawaida hadhara ambayo kwa kweli haienei katika macho ya wanadamu, hadhara ndogo sana, hadhara ambayo haina maji, lakini inawezekana tukaiona pia kufaidika majina ya kwamba ni hadhara ambayo dhaifu sana, lakini hii ndio hadhara ya watu wenye akili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kupitia kinywa cha mtume wake Muhammad, kuna baadhi ya maeneo mengine mtume hakutaka yakarabatiwe. Kiswahili wanasema haki ikarabati basi itakuambia, yaani jambo lilikuwa haki basi uliseme haki kama lilivyo, na kama ni baadhi basi uliseme baadhi kama lilivyo. Sasa kuna baadhi ya maeneo mengine mtume wetu Muhammad hakutaka yatengenezewe ukarabati, kama vile walivyo wanasiasa na kama vile walivyo wataalamu wetu. Baada katika mwili wa mwanadamu wanasema kuna baadhi ya viungo vipo kwa majina ambayo kidogo unaweza ukayaita hata mbele ya dada yako, mama yako. Unaweza ukasema kwa mbaya nilikuwa nimepumzika mahala, lakini ni ghafla nikajisikia korodani na mtu mwingine anaweza kuchukulia sisi kwa sikio la ndani au sisi kitu gani mpaka afanye utafakari kwa ndani. Lakini kuna baadhi ya vitu vingine mtume wetu Muhammad ametaka vitali viseme hata kisimiliki. Katika moja ya sehemu ambazo mtume ametaka tusiseme kama zilivyo ni wakati tunapoelezea sifa za watu wenye akili. Aeleza munadi yauma atasema mwenye kusema siku ya kiyama, msemaji huyu anasemaje? Aina ulul albab, wako wapi watu wenye akili? Wako wapi watu wenye akili? Utaulizwa huyo ndio akisimama katika kusimama hiki ataonekanika wewe uko sawa sawa. Aeleza mwenye akili anakusudiwa kabla vile ya Allah kataibana na Mungu ya Allah ya wakuruda wa ala jambi mwenye akili yatafakkaruna fi khalqi samawati mwenye akili kisha mwisho anamalizia na kazi ya nini? Dua. Rabbana la khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban. Kazi ya watu kutumia akili wanamtaja Mungu wakisimama, wanamtaja Mungu wakikaa, wanamtaja Mungu wakilala, wanamtaja Mungu ndivyo ndivyo muda wote wanaangalia na dhikri.
ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni mtambo wao dunia si chochote chochote. Ndio maana kauli ya maneno pia ya Mtume Muhammad asema udhkuru Allah hatta yatabayyana lahum Mungu vizuri ya kumtaja Mungu mpaka mwingine aseme huyu ni nani. Ndio kawaida wao. Ndio kawaida wao. Ndio kawaida wao kwenye akili. Mwenye akili hawezi kulala kama mzoga. Hawezi kukaliana jambo la kiroho bila kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Usika ya watu. Kwa pamoja na ulembo uliokuwa hapa, lakini chalisazika ni miongoni mwa vikao vya watu wenye akili. Watakukumuna, lakini mwisho watamaliza kama alivyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoelekeza Mtume. Mwisho wamemaliza kumwomba Mungu na kumshukuru Mungu katika sifa zake na neema zake, uwezo wake aliofanya kuyasikia wanadamu. Wasema rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban. Mungu umefanya yote uliyofanya kwa sura ya kuelekea wewe, na mimi Mungu ametupa akatukamilishia viungo vyetu, sikana kwamba Mungu alipendelea na wale wanaoinua viungo wengine kwa kushia. Mungu amekumba wewe kwa mwanaume na mwingine kwa mwanamke. Mungu si kwamba anakupendelea wewe kwa kushia. Hakuna alichokifanya Mungu kikawa kama bahatisha kufanya kwa makosa. Ametakasika kwa sababu bora wa kwa hiyo sabuni kila tunapotana katika vikao kama hivi, kitu cha kwanza lazima tutambue kwamba hapa tuko pamoja na Mungu, tuko pamoja na Mtume Muhammad, tuko pamoja na Sheikh Abdul Jilani. Leo kama tutakuwa tumekosa baraka kwa mabwana wa Mungu hawa, lazima tulimwiki takatifu, kwa sababu mabwana twarika ndio dina ya kila mtu. Wametajwa katika mazingira mengi. Kullu man ahwa twarika wala, kila yule atakayekosea njia lazima apotee. Anapoteaje huyu mtu anapotea? Hebu leo tutaangalia kitu kimoja. Mtume Muhammad kila mara alikuwa anawahusia maswahaba radhiallahu anhu, awaambia maswahaba, jadidi imanakum, fanyeni upya kila wakati, kuzifanyia upya imani zenu. Kwa nini? Imani ya mwanadamu desturi yake ina kawaida ya kupanda na kushuka, na kama alivyoeleza Mungu, farul-insanu ala nafsihi, hivi imani yako hapa iko imepanda unajijua, na hapa imeshuka unajijua. Kwa hivyo kwa siku ya pili kuja ingia msikitini, kuja swala, bado kasema imani kwa pamoja. Una siku ya pili kuja soma Qur'ani wala kufanya adhkari yoyote, bado utajiita bado imani iko sawa sawa. Imani ikipanda unajijua na ikishuka unajijua. Sasa Mtume Muhammad alikuwa katika kazi alizokuwa akizifanya kwa maswahaba wake radhiallahu anhu ni kuwalingania kila wakati, zifanyeni upya imani zenu. Kila mkikaa mjue imani zinapanda na kushuka. Kwa kila mkikaa zifanyeni upya imani zenu, na msijione kwamba nyinyi ndio mko sawa sawa. Hapana, hamjawa sawa sawa bado, imani zinapanda na kushuka. Nyinyi ni wanadamu kama wanadamu wengine, fanyeni upya imani zenu. Sahaba wanauliza kaifa nujadili imani ya Rasulullah, kipi tukifanya
tufanye kile kitakachokuwezesha sisi kufanya upya imani zetu. Ikirisheni kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Nani mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kati ya yule mwingine na kufarika? Leo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapowaambia watu akawaeleza, man kana akhira kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna, akikuwa mwisho kauli yake ni kutamka utatu wa la ilaha illa Allah, mtu anaingia peponi. Wapo waliouliza katika tamko hili kwa kijeuri hilo, akasema Mtume hata kama huyu alikuwa mwizi, akasema nao hata kama alikuwa mwizi, lakini kama alikufa kwa shahada, huyu mtu anaenda peponi. Nani mwenye wepesi wa kuweza kuitamka shahada kama si kwa kawaida? Kila tukikaa lazima tutembee kifua mbele kwamba sisi ndio tupo kwenye njia iliyokuwa sahihi, njia iliyonyooka sawasawa, na huenda kama tutaendelea kukumbushana kila wakati kupitia njia hii, insha Allah tutakuwa pamoja na Mungu. Nimekuwa ni wa kwanza leo, mara ya kwanza kuhudhuria katika hadhara hii. Japo mwaka jana niliona katika mitandao ya Sufi Online nikimwona Sheikh Amin na jopo lake kuingia katika hoja hii, lakini kwa safari hii nami Allah subhanahu wa ta'ala amenifanyia wepesi wa kuweza kufika, japo ni kwa nguvu kubwa ya hadhara yake pamoja na sauti iliyotolewa na mjumbe wa baraza la ulama taifa Sheikh Habib Masudi Jombo. Yeye alinipa msisitizo mkubwa sana, lazima ufike walimu wetu Sheikh Jombo. Leo nimejionea, lakini katika vitu ambavyo nami nimepata kuviona na nitaendelea kuvienzi na kuvipenda ni kazi ambayo anaendelea nayo kumfanya Sheikh wetu wa mkoa wa Tariq. Sheikh Amin anafanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba huduma ya tariqa anaifikisha mpaka vijijini. Hili ni jambo kwa sababu mabwana lazima tukubaliane kwamba vurugu ziko mijini. Vijijini hakuna vurugu, vurugu ziko mijini. Sasa hawa watu walioko mijini ambao tunasema wana utulivu wa hali ya juu, tukiwapelekea dini ikaenea na ikasimama sawasawa, itakuwa ni nusura kubwa kwetu sisi. Leo walioko mijini tangu kumekucha mpaka sasa hivi saa 7 kasoro, kisha waona watu zaidi ya 30 wanatembea uchi. Lakini aliyopo huko alhamdulillah, kama itatokezea bahati mbaya japokuwa wanaingia, lakini hata moja kwa moja macho pia yanasara. Kwa hiyo hata kazi tunayofanya huku inaweza ikawa bora zaidi. Muombe Mungu, moja katika vitu ambavyo tuvisimamie, na insha Allah kwa mujibu wa maelezo ambayo nimeyapata ni kwamba kijana wetu baada ya kuingia hapa ameweza kuzuia eneo hili karibuni kipande kikubwa hapa nje. Tujenge, tupate darasa kubwa, na ikiwezekana pamoja na masomo mengine tutakayosomesha, lakini tariqa isomeshwe ili kusichukuliwe kile Kiswahili kinachosema kwa watu wa tariqa kazi yao ni kushika maneno yasiokuwa na dalili, kushika habari zisizokuwa na dalili. Lakini tumeanza kusema maneno ya Mtume, tukasema maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama bado dalili zinatosha, basi tunashika Uislamu wao. Tuachie kule kwenye visa vyetu, kule kwenye visa vyetu tuachie hiyo. Naona kule kwenye visa vyetu ambavyo kidogo vinafuka kama vile ambavyo
Tukivisoma tunasema kwamba moja katika karama za Sheikh Mweso aliweza kufanya nini? Kwa mtu akazungumza naye. Huko tuachie sisi. Usiende kuamini. Wala kulazimisha sisi tuende kuamini. Kwa sababu kwenye haya mapito ya harakati zetu, kila mmoja ana vitu ambavyo kwake ndio kajengeka navyo. Kama vile akisimama mtu wa tablighi, ana vitu anaweza akazungumza wewe kasema kwamba pamoja na maelezo yako, lakini hiki akiingia kile. Naona lakini wao kwa sababu wanaongeza na vitu hivyo, uwezi kumwambia mimi siamini. Ndio mfano sisi kama watu wa Farika tunaamini yote yaliyosemwa na mashehe wetu wa Farika ni yale yaliyokuwa sahihi tu. Tunaamini. Tunaamini ya kwamba Muislamu kama anakosa Farika akosa kitu chenye thamani kubwa, kwa sababu Mtume ametuambia ili mtu aingie peponi ni lazima atakane la ilaha illallah. Na anaweza kutakana ni Farika, kwa sababu muda wote ukikuta barabarani kwa utamka Farika, utamtakana la ilaha illallah. Mtu wa Farika ni kama ni watu. Sasa itakuwa ngumu. Kama sahaba alifundishwa la ilaha illallah miaka 13. Sahaba miaka 13 wanafundishwa la ilaha illallah. Miaka 13. Sasa itakuwa ngumu kwa wewe na mimi ambaye umbali na Farika, alafu ambao wako ni kwepesi utakakana wakati wa kuondoka yako. Mungu atuongoze na tuweze kuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa wametakana baada ya kufikia kutofanya sasa. Uislamu tuwashukuru wazee wangu, tuwashukuru vijana, tuwashukuru vijana wa madrasa ambao mko hapa wakati wote. Lakini moja katika maneno Sheikh Amini wamesema yasemwe sana ni kuwaelezea vijana wakati tuliokuwa nao, kuwafahamisha vijana wakati uliopita na wakati tuliokuwa nao, kwa sababu hawa wazee wetu unapowaona hapa, hawa mashehe zetu wakina Sheikh Abubakar, hawa ndio wazee waliobahatika kupata wakati. Hawa vijana au sisi vijana tuliokuwepo kwa sasa hivi ndio tunaitwa vijana waliopitwa na wakati. Japo mnabadilisha maneno, kimuona mzee mnasema mzee kafanyaje? Kapitwa na wakati. Aliyepitwa na wakati ni wewe kijana, kwa sababu zama za mwaka 60 Sheikh Abubakar ukikaa naye na kueleza mwaka 60 kulikuwa na jambo hili, mwaka 70 kulikuwa na hili. Wewe kijana unaanza kuona taarifa za mwaka 2000, nani katika na wakati kataona yeye? Ukae na wazee kufundisha wakati uliopita na wakati tuliokuwa nao. Wa ilahuna, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Mtoro TV.